Watu wengi wanatembea na athari za unyanyasaji na maumivu ya ndani pasipo kufahamu, pasipo kujua. Wanafanya tu maisha kawaida, lakini wanatembea na maumivu makali. Sasa nataka nikupe kisa cha kweli kuhusiana na dada mmoja anaitwa Asha, ambaye alikuwa na changamoto ya moja ya tatizo sugu kwa waathirika wengi wa unyanyasaji. Baada ya kutoka katika mazingira ya kukuumiza, kuna hali ambayo inaweza kukupata ya msongo wa mawazo uliokithiri, inaitwa PTSD. Kwa hiyo kuna athari ambazo utaziona, na yamkini nikitaja hapa unaweza kaona, hata nikiutaja huu mfano, nitakapoelezea huu mfano wa kisa cha huyu dada Asha, unaweza relate, unaweza kuhusiana wewe katika maisha yako. Asha alikuwa ni mwanamke mwenye umri wa miaka 32 akiishi katika jiji la Dar es Salaam, na kwa nje maisha yake yalionekana ni ya kawaida. Alikuwa na kazi, alikuwa na marafiki wachache, na aliweza kuendesha maisha yake bila tatizo kubwa linaloonekana. Lakini ndani yake kulikuwa na vita ambavyo hakuna aliyeweza kuviona. Miaka kadhaa iliyopita, Asha alipitia uhusiano uliomuumiza sana kihisia. Kulikuwa na migogoro ya mara kwa mara, maneno makali, vitisho na hali ya kutokujua kesho itakuwaje. Aliishi muda mrefu katika hofu, akijaribu kumfurahisha mtu ambaye hakuwahi kuridhika. Tunajua ukiwa kwenye mahusiano na watu ambao wana sifa za unyanyasaji, ni watu ambao hata ukifanya nini anakuwa haridhiki. So hii ni experience ambayo Asha alipitia. Kwa hiyo alikuwa anapitia vita ndani kwa ndani, hakuna aliyekuwa anaona. Sasa ifika mahali aliondoka kwenye ile mahusiano. So alipoondoka kwenye ule uhusiano, aliamini kuwa kila kitu kimeisha, lakini ukweli ulikuwa tofauti. Ndivyo ilivyo kwa watu wengi. Unakuta baada ya kutoka kwenye mahusiano unadhani kila kitu kimeisha. Mara nyingi ninapofanya content unakuta comment za watu wengi. Kuna watu wengi anaongea, mimi nishaachana naye yule. Lakini ukiangalia lugha anayoiongea, ukiangalia maelezo yake, unaona kabisa ana tatizo jingine ambalo anakabiliana nalo pasipo yeye kujua, PTSD. Sasa ameondoka, ameacha mahusiano, lakini yeye alidhani yuko salama. Sasa kila alipokuwa akisikia sauti kali, hata kama ni mlango tu umefungwa kwa nguvu au mtu amepaza sauti barabarani, moyo wake ulianza kwenda mbio. Mwili wake ulikuwa umejaa tahadhari, kama vile kuna hatari ambayo ipo karibu, na hata kama hakukuwa na hatari yoyote. Kwa hiyo kwenye mwili anatembea kana kwamba kuna hatari fulani, hata kama hakuna hatari yoyote. Usiku ulikuwa ndio mgumu zaidi. Alikuwa anaota ndoto zile zile za zamani. Alijikuta amerudi kwenye hali ile ile ya hofu na kukosa nguvu, na mara nyingine aliamka ghafla, moyo wake ukidunda kwa kasi, na ilikuwa vigumu sana kwake kurudi katika usingizi. Pia Asha aligundua kuwa alikuwa anaepuka mambo mengi, anajiepusha na kwepa mambo mengi. Aliepuka mahusiano mapya kwa sababu alihisi hatari. Aliepuka hata baadhi ya maeneo yaliyomkumbusha maisha yake ya zamani. Na mara nyingi alichagua kukaa peke yake, si kwa sababu alikuwa anajijenga upya na kupona, bali kwa sababu alihisi ni salama zaidi. Ile hali yake ya kujiamini anapokuwa katikati ya watu ilipotea kabisa. Kuna watu mmejificha, mmejifungia ndani kutokana na mazingira ya maumivu uliyopitia na watu ambao wamekuzunguka wamekuwa kikuumiza, lakini sio kwa kupona, bali ni kwa sababu ya kukwepa kuumia tena. Hapo elewa. Kilichomchanganya zaidi ni kwamba hakuelewa kinachoendelea. Alijiuliza, mbona nilishatoka kwenye mahusiano lakini bado nahisi kama niko kwenye mateso yale yale? Yamkini unajiuliza swali kama hili hata wewe. Alipojaribu kuwashirikisha baadhi ya watu wake wa karibu waliomzunguka, walimjibu kwa urahisi tu na kwa wepesi. Wanamwambia, achana nayo, ilishaisha hiyo, usifikirie sana. Unajua watu ambao hawaelewi uzito wa maumivu ya ndani na majeraha ya ndani wanadhani ni rahisi tu, ni sawa na kusema ngoja niachane nayo, sitaki kumfikiria sasa hivi tena ex wangu, yameshapita hayo. It's not easy like that. Kwa hiyo japo alikuwa anaambiwa hivyo, lakini kwake haikuwa rahisi katika namna hiyo. Asha hakuwa dhaifu kwamba anashindwa kumove on, hakuwa dhaifu, bali alikuwa anapitia athari za kile kinachoitwa msongo wa mawazo uliokithiri baada ya tukio la kuumiza, PTSD.
mwili wake ulikuwa bado unaishi katika kumbukumbu za hatari, hata kama mazingira yalikuwa tayari yamebadilika. So hadi pale alipoanza kuelewa kinachoendelea ndani yake, ndipo safari yake ya kweli ya uponyaji ilipoanza. Kwa hiyo kama hujajua nini kinaendelea, unakabiliana nacho, uponyaji hauwezi kuanza. Na ndio maana ni muhimu sana, baada ya kupitia mazingira ya kukuumiza, punguza mwendo. Endelea kufanya shughuli zako, lakini punguza mwendo katika kutaka kujua kwa kina yale uliyopitia na kuponya majeraha yako polepole. Hilo ndio jambo wanasisitiza sana. Uponyaji haupo katika kupambana, uponyaji upo katika kutulia. Kwa sababu mwili unapokuwa katika kutulia, una activate hali ya uponyaji. Kwa hiyo kama unapitia experience kama hii, tafuta ushauri na msaada wa kisaikolojia kutoka kwa mtu anayeelewa unyanyasaji wa kina, kwa mtu anayeelewa unyanyasaji. Kwa hiyo ambaye unataka kuendelea kujiponya polepole wewe mwenyewe, ukiweza kupata nakala yako ya kitabu, get. Sio kesho, just today. Kwa sababu kitabu ambacho nimekiandika sio tu kitabu kwa ajili ya kuuza, ni mfumo wa uponyaji. Ukihitaji ushauri zaidi, ukihitaji msaada zaidi, nitumie ujumbe, nitumie email ama nitumie ujumbe inbox. Kwa muda mrefu umekuwa ukisubiri na ukitafuta kupata mwongozo utakao kusaidia kuponya majeraha yako ya ndani, kuwa mtu huru na mwenye furaha zaidi katika maisha yako. Basi hili ni jawabu kwa maombi ambayo umeyaomba kwa muda mrefu. Kutoka Uwanja Mapambano kinapatikana sasa. Kuwa huru na mwenye furaha ni haki yako, na huu ni wakati wako wa kupona. Ili kupata nakala yako, tuma ujumbe kwenda WhatsApp namba 0789 331 351.